Basi namshukuru Mungu, Alhamisi nilishuhudia mahali hapa. Nikasema tunamshukuru Mungu kwa sababu tangu tumefika hapa, huu ni mwezi wa 3. Nilikuja na mama yangu alikuwa anaumwa pneumonia, Mungu akaweza kumponya na sasa yuko hapa pia anaweza akashukuru kwa ajili ya muda tukomboe wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Angela, nimeokoka na mpenda Yesu. Nimesimama hapa kwa kibali cha Yesu. Bila yeye nisingesimama hapa. Namshukuru sana Mungu, amenipa wakati wa kusimama leo. Leo nafikiri sijamaliza 3 kamili bado na 2. Wakati nimekuja nilipanga kushuhudia ndani ya wiki 2 baada ya kumwambia baba naumwa pneumonia, akawa ameniwekea mkono na nikapata nafuu. Nikashukuru Mungu, nikasema asante Mungu, umeniponya, sio mkono wa mwanadamu bali ni wewe umeniponya. Maana nilikuwa nalala nimevaa koti, iwe asubuhi iwe mchana na shida nimevaa koti. Lakini baada ya kufika hapa nilimwona Mungu alitenda maajabu. Namshukuru sana. Namshukuru Mungu. Wapendwa, mimi mwaka juzi niliugua corona. Baada ya kuwa nimeugua corona, nilisimama kama mimi na mtoto alikuwa ndani. Binti wangu alikuwa amejifungua mtoto akiwa na wiki 2. Bado mchanga, kalikuwa wale wanaozaliwa kabichi. Lakini baada ya kuwa nimemfuata hospitali Mwanza, tukarudi nyumbani hapa. Tulipofika nyumbani akaugua, nikaugua mimi. Nilipougua na mdogo wangu mume wake alikuwa ameugua corona, nikawa naenda kule kuwaona. Wakati Makufuri anasema watu mtumie imani, msimame kwa imani, tutashinda. Sasa mimi nikawa nakwenda kule kumuona kule mdogo wangu anaumwa. Kwa kweli sikuvumilia, nikaona lazima niende, nikawa naenda kumuona. Nilipofika kule, kumbe ile hewa nimeshaichukua, nikaondoka nayo. Nilipofika nyumbani nikaanza hali ya kuumwa kabisa. Nimeara usiku kama mida saa 8. Nilisikia kitu kinaniamsha, amka uombe. Amka uombe sauti mara 3. Omba kwamba sitakufa bali nitaishi. Sitakufa bali nitaishi. Niliposhtuka nikakuta na hali mbaya sana. Ninaumwa, nilitambaa kwenda chooni ya ndani, kaingia nikajisaidia. Kitu nilichokumbuka mimi, kanisa ambalo nilikuwa nasali. Sikukumbuka kumuomba yule mtumishi, bali nilikumbuka kufungua redio nisikie mahubiri ya mtumishi, mtu wa Mungu, ili niombe naye nipate uzima. Basi nikafungua nikakuta ilikuwa kama mida kama saa 9 hivi na dakika 15. Nikaanza kuomba naye, lakini nikachukua imani kwamba mimi ni mzima, sitakufa. Kwa kweli nitamka mara 3 sitakufa. Baadaye nikamaliza maombi, nikamshukuru Mungu, nikarara. Hali kama ambaye mtoto wangu akaogopa. Mama nikimbie nenda wapi na mtoto? Nikamwambia wewe simama tu. Binti wangu ni mwinjilisti. Tukawa anatembea mtaani anahubiri. Akaniambia mama, kungekuwa na shida Mungu angenionyesha. Simama kwa imani hautakufa. Akawa anakuja ananiwekea mkono. Tunaendelea hivyo kuomba. Niliposikia nafuu kidogo nikafunga muda siku 3, nikamshukuru Mungu kwamba nimepona. Na wakati naumwa sana, lakini mimi namwambia Mungu asante umeniponya. Mungu asante umeniponya. Namshukuru Mungu. Yaani Mungu wa ajabu jamani. Wapendwa, Mungu hafananishwi wala halinganishwi. Hakuna anayefanana na Mungu. Mungu alinitendea matendo makubwa sana. Lakini kanisani kwetu nikienda, wao hawana nafasi ya kushukuru. Wana nafasi ya mafuta na chumvi. Sasa nikawa nashindwa nifanyeje? Nikasimama mimi kama mimi. Baadaye nikaenda hivi nikaona nimemshukuru Mungu nimepona. Nikaanza kusikia hali mbaya, ninaumwa, nikiinama hivi moyo unakuwa mzito. Nikibeba mtoto nashindwa. Nikaenda hospitali pale nikawaeleza, nikachukua pale x-ray, wakaniambia moyo umepanuka. Nikaona hii inanishida, vita bado inanifuatilia. Nikaondoka nikaenda Mwanza, nikaenda kule nikapimwa, wakaniambia hivyo, nikaanza dozi. Nikawa natumia dawa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, mwezi wa 3 nikamwambia Mungu hapana. Nishinde kushukuru Mungu, niwe kila siku nawaza madawa. Mimi nataka iwe ya mwisho hii. Wapendwa, Mungu alinishangaza. Nilipomaliza dozi ya 3 hiyo, nilimaliza Jumatano, nakumbuka Alhamisi nikachukua maombi. Na nasali mwenye kanisa hilo, siwaambii kwamba naumwa. Nikachukua maombi. Mtumishi yule akianza kuombea na nini wapokee na nini anahubiri na anatoa ushuhuda wake na nini, akifika kwangu na binti wangu anatuambia, lakini nyinyi Mungu anawapenda, endeleeni kusoma Zaburi 15. Tunashindwa kujua, si atupaki mafuta anatuvuka.
Basi tukaendelea hivyo hivyo, nikashukuru Mungu. Ilikuwa Alhamisi, nikachukua maombi Ijumaa, Jumatano, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili nikaenda Mwanza kwa binti wangu kule. Jumatatu nikaingia hospitali. Daktari akaniambia umepona moyo. Nikasema jina la Bwana libarikiwe. Kwa kweli nilimshukuru Mungu. Nilimshukuru Mungu sana. Nikaendelea kumshukuru Mungu. Nikaja pale siku moja nikamwambia mimi nikaandika ka message naomba kutoa ushuhuda. Nilipowaambia walishangaa. Yaani wewe mama una imani kubwa. Yaani umesimama peke yako mpaka umepona. Nikasema mimi sikupona kwa imani, bali nilimtumia Mungu. Basi tumekaa hapa na mwanangu, tukawa hivi tunaomba, lakini tufanyeje? Siku moja tukasema Mungu tuonyeshe kanisa la kwenda kuomba. Na mimi napata tena pneumonia, tena naumwa. Nina koti kila siku. Kuna binti wangu mwingine yupo ni mwimbaji anaitwa Martha Ramadhani, alimbaga mwimbo wa niongezee salio. Akawa ananitumia mama, yaani wewe hilo kanisa ondoka, utakufa. Sisi tunasema utaenda wapi? Mungu basi atufungulie milango, atuonyeshe twende wapi. Hivyo siku moja nikawa Mwanza huko hospitali, niliporudi nikamwambia mwanangu tutafute kanisa. Nikakuta na huyu anasema hivi mama nahama. Mimi nahama. Siku tunaondoka, tunakumbuka tuliondoka na bajaji ilikuwa mida kama ya saa 4 kasoro. Tunasema Mungu tuelekee wapi? Mungu tuonyeshe basi kanisa tutakapoenda. Tukazunguka hivi tumekuwa kama vipofu. Tukasema basi tukichelewa turudi kwenye kanisa letu hilo hilo. Kufika njiani pale Shunu pale katikati, nakumbuka bajaji ilisimama sehemu, akapanda kijana mmoja, kumbe anakuja hapa. Sasa tukawa tunatamka tumechelewa. Wanasema ile kanisa la Mwemezi wanawai, sisi tumechelewa tutafanyaje? Akasema mnaenda kwa Mwemezi na mimi naenda hapo. Basi akawa ametupa moyo, tukajua kumbe kweli hapa tutafika. Akasema hamna shida, twendeni. Tukashuka hapa tukaja hapa kanisani. Kwa kwenda mshukuru Mungu, mtumishi alivyoniwekea mkono, tangia siku hiyo sikuvaa koti tena, nikasikia nimepona, na jina la Bwana libarikiwe jamani. Namshukuru Mungu, sina cha kumlipa Mungu, bali matendo ya Mungu ni makuu. Hii madhabahu hii nashangaa, imenishangaza kweli. Mungu huyu anaweza kukuponya ndani ya siku moja ukapokea uponyaji. Na anaweza kumaliza wiki hujapona. Mungu anataka kuponya ndani ya miaka 2 au mwezi mmoja, lakini lazima atajibu tu maombi yako. Namshukuru Mungu sana. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa matendo yake makuu alionitendea mimi katika familia yangu. Nimeweza kusafiri salama kwa ajili ya majukumu ya kifamilia na nimerudi salama. Namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya watoto wangu. Watoto wangu wamesoma kupitia mapito magumu sana. Yaani ni magumu ambapo nafikiri nitashuhudia tu Mungu akinipa kibali hata redioni, kwa kuwa ni marefu sana. Nimepita katika mapito magumu sana, lakini wameweza kumaliza. Mmoja amemaliza juzi, nimeenda kwenye mahafali yake. Namshukuru Mungu, amepata alama ambazo zinamruhusu kuendelea na degree. Namshukuru Mungu sana. Yote hii ni kwa sababu ya maombi ya mahali hapa, ambapo nilimuomba Mungu na watoto wangu wakaweza kuendelea na masomo. Lakini swala la pili niwaambie, ninamshukuru Mungu sana. Wakati najifunza mimi hapa, nilipokea neno kwamba mimi ni mzaliwa wa kwanza. Nilikuwa nikitembea, ile neno linaniumiza sana. Mimi mzaliwa wa kwanza kivipi? Mzaliwa wa kwanza kivipi? Lakini siku moja nikawa nasikiliza katika mzaliwa wa kwanza, wewe ni mlango kwenye familia yenu. Najiuliza sasa mimi nitafanyikaje mlango? Mimi ni wa kike pekee nyumbani kwetu, wote ni wa kiume. Alafu wameshatawanyika wote, wengine wanaishi Dar es Salaam, wengine Serengeti, wengine Bukoba. Yaani ndivyo ndugu zangu waliopo hai sasa hivi wanavyoishi. Nikasema nitawapelekeaje hili neno? Kijijini yupo mmoja. Lakini nimefanya kazi ya kupeleka neno nyumbani. Nimezunguka kote, namshukuru Mungu. Nimelipanda jina la Bwana Yesu katika kila nyumba ya ndugu yangu. Nimeweza kuambia Yesu ni nani, tofauti na awali tulikuwa tukiabudu dini. Kila siku tukienda tunaabudu dini, sala zile zile, tunakalilishwa vile vile, lakini mpaka yule aliyekuwa kiongozi kwenye dini ameng'ang'ania kweli kweli. Juzi nimetoka kwake, ananiambia dada, hiki ulichokifanya hapa mwenyewe nashangaa. Inafika mida wanaanza kuitisha ibada ndani, wananiita. Huku mimi nimewategea tu ili nione je wataniambia nini kuhusu ibada. Na wengine nilikuwa nawaogopa kwa sababu wamesoma vyuo vikuu afu mimi sijasoma,
naenda pale. Lakini huyu mmoja nilifika kwake wakati nimo ndani nataka nitoke nimfuate sasa kwenye kompyuta yake pale anasoma, nimeishikilia Biblia. Nataka niende nimwambie, naogopa narudi. Nakifika mlangoni naogopa narudi. Lakini nikikaa pale nimetulia, nasikia neno nasema elimu ya Mungu ni kubwa kuliko elimu zote. Nikatoka kwa ujasiri nikamfuata. Nikamwambia kuhusu habari za Bwana Yesu, akaniangalia. Maana nilimwambia namna jinsi tulivyokombolewa tukaokolewa pamoja na damu ya Yesu. Akaniambia, wewe wakati Yesu amefariki wewe uliendaje kubatizwa pamoja na yeye? Pale pale likanijia neno kwa Wakolosai pale sura ya 2 mstari wa 20 kwamba tulikufa pamoja naye tukafufuliwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Alivyosoma pale basi akaniangalia usoni, akaniuliza, dada, mbona umeniambia neno hili? Nikasema ninatamani kumuona Yesu anatawala maisha yako. Alimpokea Yesu pale pale. Kwa ninamshukuru Mungu sana sana sana. Nimepanda jina la Yesu kwa ndugu zangu, nimeenda Bukoba, nimeacha Bwana Yesu mpaka sasa anahubiriwa. Nimeenda Serengeti, nimempanda Bwana Yesu mpaka sasa anahubiriwa. Nimeenda Mgumu, nimepanda jina la Yesu, nimeacha linahubiriwa. Dar es Salaam nimeenda kama mara 4, kule kuna ndugu zangu 4 tofauti tofauti, lakini nimeacha jina la Yesu kule linahubiriwa na sasa wanatamka Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, kwa kweli namshukuru Mungu sana 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 sana. Wewe uliyekaa hapa, yani hupotezi muda wako kabisa. Yani amini tu Mungu yupo, na amini Mungu atakuponya. Na usiweke moyo wako au mawazo yako kutafuta maneno au taarifa, lakini zama tu ukiamini Yesu aliyekuleta yupo pamoja na wewe. Utamuona Mungu mahali hapa. Nimemuona Mungu kwa viwango vingine sana 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 sana. Amen. Juzi kati baba amehubiri akasema kuna watoto wenu wanaenda shuleni hawana karo wakaenda. Nilitamani kulia, na mimi mtoto wangu alienda bila karo. Nilikuwa nimekaa pale, nilimtuma yule mtoto. Kwanza alienda amemaliza shule akaenda JKT. Alipofika kule kipindi kile cha Magufuli mambo yakawa magumu, akaniambia, mama, hapa ajira hamna. Naona kuna vikosi kama 4 vyote havijapata ajira. Kwa hiyo mimi mpaka kuja kufikiwa umri unaenda. Mama, narudi nikasome. Nikamwambia, mwanangu, mimi sina hata hela. Uwezo wangu unauona. Mimi nafanyaje? Mtoto akarudi kaingia kwenye vibarua vya ujenzi. Kaona pia hatoboi, kaingia akaomba kazi za ulinzi. Mtoto akapata pesa, akaanza kuapply kwenye vyuo. Aka-apply vyuo kama 5, akajibiwa 2. Na zile pesa alizopata akaanza kununua vifaa. Alikuwa anaenda kusomea uganga. Kanunua vifaa, kanunua vile vifaa vya hospitalini kama mnavyovijua, kapata nauli, mtoto kaondoka. Kaenda mpaka chuoni, amefika getini, wanamwambia hatupokei mtoto bila risiti ya benki. Mtoto akarudi, kutoka Kahama mpaka Sumbawanga. Amefika pale pakulala hana pa kwenda, hana nini. Akaniambia, mama, niko nje ya geti, ngoja nirudi stendi nitafute sehemu nijiegeshe nikae. Saa 3 usiku ananiambia, mama, hamna mtu stendi ya huku, yani yote nyeupe. Nikamwambia, wewe subiri hapo hapo. Nikampigia mtu mmoja simu, kamtumia 15,000, kachukua guest kalala. Asubuhi katoka, kaenda shuleni, wakamwambia uingii. Kakaa pale, nikamwambia, mwanangu, aliyekutuma uende kusoma huyo atasababisha wewe utasoma. Vumilia hapo hapo ulipo. Wana wa Mungu, mtoto wangu alikaa nje ya geti siku 4. Lakini ilipatikana pesa. Sijui niwaambie nini. Yaani ilipatikana pesa mpaka nikamshangaa Mungu. Alilipa pale pale ile pesa 610,000, akaingia ndani ya geti, mtoto akaanza kusoma. Amesoma kwa uchungu mle ndani, akiwa hana hata pesa ya kula. Wakati mwingine ananiambia, mama, nimelala njaa, nasikia kutetemeka. Namwambia, vumilia we mtoto wa kiume, vumilia tu utavuka. Mtoto amekaa pale, wamemaliza kweli yule mwaka wa kwanza. Mtoto amefanya mtihani wake vizuri kwenye masomo yake. Nikashangaa, ananiambia, mama, tuna watoto 39 ambao hawatakiwi kurudi tena, lakini tuna watoto 300 wanaotakiwa warudi kufanya mtihani upya kwa maana ya kulipa ada nyingine. Lakini mimi mama niko kwa wale waliofanya vizuri, na mimi nipo nafasi ya 3. Nikamwambia, mwanangu, jina la Bwana lihimidiwe. Toka siku hiyo akaniambia, mama, mimi naenda kumtangaza Kristo kwa njia ya kuhubiri. Nikamwambia, nenda.
Yaani nenda kabisa, tangaza jina la Bwana Yesu, kwa sababu husa nguvu zako, bali ni Mungu mwenyewe anakutetea hatua zote unazopitia. Mungu akinipa neema atakuja hapa mwenyewe, atashuhudia na mtamuona huyo mtoto. Mungu awabariki watu wa Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi pia namshukuru Mungu, nimesafiri salama nikarudi salama, ila Mungu wa hapa msimuache jamani. Nimepona na ajali 3, tumepita gari zimedondoka 3. Lakini unafumba macho, wewe upo kwenye gari inayumba na ni masaa 24. Mungu wa hapa msimuache. Mshikilieni wapendwa, msiyumbe yumbe, msiende popote, na waomba msiondoke hapa. Msimuache mtu wa Mungu, alikowatoa mnajua wenyewe. Acheni kuyumba vijana, msiruke. Subirini, wakati utafika, utaoa, utapata kazi. Na waomba, Mungu wa hapa anatisha. Mtu wa Mungu ubarikiwe sana. Nilikuwa nahangaika na mke wangu, alikuwa anaumwa, uchungu hana, sijui chochote Dar es Salaam, lakini nilijua kuongea na mtu yoyote. Lakini ninashukuru Mungu alijifungua salama. Nilimpigia mtu wa Mungu, nikasema nimpigie tu maana ninaona imekuwa vigumu. Nikampigia, akaniambia wewe mwenyewe anza wewe uombe. Unanipigia simu nini? Lakini nilishika tumbo la huyo dada. Mungu ni mwema, alifanya. Tuna siku nyingi, nilienda mwezi wa 9 tarehe 4, lakini alijifungua mwezi wa 11 tarehe 30. Nimeteseka, nimesota, sina hela. Mungu wa hapa mshikilieni wapendwa. Huyu baba msimuone wa kawaida, muoneni mtu mwingine kabisa, sawa na huyo Yesu tunayemtaja. Hatumjui sura, hatumjui hata alivyo. Mshikilieni huyu mtu wa Mungu. Hebu mshikieni kwa mikono miwili mtu wa Mungu. Anachosema mkisikilize wapendwa. Mimi ninawaomba hicho tu, ninawasihi. Namshukuru Mungu nimerudi salama, ninatoa shukrani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nawapenda sana. Mimi ni mgeni, nimetokea nchi ya Burundi, lakini nimepewa kibali na Mungu kuishi Tanzania na nina vibali vya serikali. Nilikuwa naenda safarini Arusha, maana nimelelewa Arusha Kirondo, nimeokoka nikiwa Arusha. Sasa wakati ambao ninatoka Burundi nyumbani, ndo nilifika hapa Kahama, nikamwambia baba alionilea kwamba ninakuja. Kaniambia, mwanangu, ngoja kidogo, nitakupa jibu kwanza Kahama. Nikasubiria, nikampigia simu, nikamwambia nataka kuja. Kaniambia kuna jambo ninaona bado hapo Kahama. Kweli nilikuwa hapa Kahama nilikuwa ni mgeni sana, lakini Mungu amenipa neema. Maana Burundi, wakati nilikuwa natoka Arusha, nirudi nyumbani Burundi. Niliporudi baba alivyoniambia hivyo, nimefika hapa kwa huyu mtumishi, nilikuwa sipajui na nilikuwa sijui kwamba nitaenda kusali wapi, lakini Mungu ni mwema. Mungu alinionyesha katika maono, na baada ya hapo nilifungua redio kwenye simu, nikasikia akiwa anahubiri hapa. Nilikuwa sipajui, nikapanda bajaji nikaja hapa. Kwa kweli nilikuja hapa, alikuwa anafundisha somo kuhusu kuvunja misingi mibovu na kujenga misingi ya imara. Kwa kweli Mungu nimemuona, na hapa nimemuona, na nimemuona kabisa. Nifunga na nikafunga. Alianza kufundisha, kwa kweli nilikuwa simuelewi kuhusu kufunga. Kasema hili ni vipi? Nilipomwambia Mungu, mara nyingi mimi sipendi kuuliza watu. Naenda kwenye maombi na muuliza Mungu. Mungu aliniambia ni kwa nini nafundisha mambo haya. Kwa kweli acha Mungu aite Mungu wa
mtumishi huyu. Hata kama uko hapa kumwamini, lakini ni Mungu anayemtumia, sio shetani, ni Mungu anayemtumia. Kwa kweli namshukuru Mungu. Sasa hivi niko pale Everton najifunza, maana tangia utoto wangu najifunza, napenda sana kupika, ndio najifunza kupika. Na Mungu awabariki sana, na mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana na washukuru sana. Kwa wakati ambao nitaendelea kuishi hapa, nitakuja hapa. Mungu awabariki sana. Amina. Mungu akubariki. Haleluya, wana wa Mungu. Mimi napenda kumshukuru Mungu kwa kufunguka kitabu cha kusimama mahali hapa. Pia namshukuru mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu akubariki. Unasema nataka kuwa mwinjilisti. Hata sasa mwinjilisti. Ulitaka uingie sasa waanze kucheka. Nikakwambia tulia. Sasa hivi si umetulia, unaona unaimba mpaka na kwaya. Na umependeza sasa hivi, umepona. Sisi kweli. Ninamshukuru Mungu. Kwa kweli Mungu wa mahali hapa anaweza. Nafikiri wengi wanafahamu. Bado hawajakufahamu na jina lako. Mimi ni mtu wa Mungu. Naitwa nani? Naomi Kitambi. Unaitwa? Naomi Kitambi. Naomi Kitambi. Mimi ni mtu wa Mungu. Namshukuru Mungu kwa matendo yake aliyotenda juu yangu. Nashukuru kwanza juu ya afya amenijalia. Kwa kweli tangu nimefika hapa sijawahi kulala nikiwa na homa, wala sijawahi kuacha shughuli zote kufanya kazi ya magonjwa. Kitu cha kwanza hicho. Pili, namshukuru Mungu juu ya watoto wangu. Kwa kweli tangu nimefika hapa sasa mwaka wa pili, watoto wangu ni wazima, siwezi kusikia habari za watoto wagonjwa. Alikuwa mtoto mmoja alikuwa akisumbua, lakini Mungu ni mwaminifu. Mpaka sasa mwanangu siwezi kusikia wakilalamika wazazi wake. Ninamshukuru Mungu na wanangu pia walikuja, nimshukuru kipindi kile cha mtendo, walikuja kunitembelea. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa sababu ni mzima. Pia namshukuru Mungu mtoto wangu mmoja amemaliza sasa wa 7. Mungu kamfanikisha kafaulu na imani akasoma vizuri tu. Mungu ni mwaminifu. Nilimwomba Mungu anisaidie kuhusu mtaji. Namshukuru Mungu, nilituma maombi ya ndugu zangu wawili. Namshukuru Mungu, wote ndugu zangu wawili walinijibu, walinipatia pesa ya mtaji. Sasa niko naendelea. Namshukuru Mungu, ninafanya shughuli zangu bila shida yoyote. Ninamshukuru Mungu. Kitu kingine, kwa kweli amenipa ujasiri, ninajikuta ninafanya vitu bila hofu yoyote. Namshukuru Mungu. Kitu kingine, ninamshukuru Mungu, siku ya kuamkia jana nilikuwa nimelala, ila na imani kwamba kufunga mlango, lakini ajabu nashangaa, ile palipokucha nikakuta mlango uko wazi na nyumba ile iko barabarani. Nikatathmini, mlango uko wazi kabisa, pazia limefunguka. Nikawaza kitu gani? Kuangalia ndani, naona vitu vyote viko sahihi, hakuna shida yoyote. Napo nikazidi kumtukuza Mungu, nikajua yote haya Baba ni kujithibitisha kwamba uko pamoja nami. Ninamshukuru Mungu. Mungu anaweza kwa kila jambo. Mtumaini Bwana. Tunaambiwa kwamba Bwana asipoulinda mji wa ulindao wa kesha bure. Mbarikiwe wana wa Mungu. Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ninawapenda. Kwa majina yangu ninaitwa Margaret Julius. Ninamshukuru Mungu kwa matendo makubwa aliyonitendea. Ni mengi, lakini nitasema matendo mawili tu, maana nikishuhudia hapa itakuwa ni mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. La kwanza namshukuru Mungu, Jumapili sikuabudia mahali hapa, nilienda Bukene. Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Tulienda salama, tulirudi salama. Nilipokuwa natoka kule Bukene, nilishangaa kuna simu nilipigiwa, lakini sikusikia. Kwa baadaye muda kidogo nikaitoa simu kwenye mkoba, nikakuta mume wangu amenipigia simu. Aliponipigia hiyo simu, baadaye na mimi nikaa sina salio, nikasema sasa nitamtafutaje? Basi atanipigia tena. Baadaye muda kidogo akawa mtoto wangu Rusi aliyoko chuo akaanza kutuma message. Anasema, mama, nenda nyumbani, baba anaumwa, yuko hoi.
Nikasema sina salio, lakini Mungu atatenda huko, atakuwa pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye nilipotembea, tumetoka Mwamala tukafika Kagongo, akawa amenipigia simu akaniambia, Mama Rusu, ninaumwa sana, niko hoi, niko nyumbani. Kwa kweli nilimwambia Mungu atasimama na wewe. Nimefika Kagongo, nilikuwa mbali kwenye huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli wana wa Mungu, ukikubali kutii, Mungu akakutumia, utamuona kwa kiwango cha pekee sana. Mimi nakumbuka ninaokoka mwaka hapa 2016 nilikuwa na mateso makubwa katika familia yangu yote, mimi mwenyewe kwenye ndoa na watoto wangu, lakini Yesu huyu anayenitumia anavyotaka mwenyewe, nimemwona kwa kiwango cha pekee sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipofika nyumbani, kweli nilimkuta mume wangu amelala, anaumwa sana. Nikamwambia, Baba Rusu, mpaka unaumwa, unalia hivi? Akasema, ninaumwa Mama Rusu, yani niko hoi. Nikasema, kweli naumwa mpaka unalia? Baba mzima uanze kulia kweli unaumwa? Nikasimama hapo, nikaweka mkoba pembeni, nikaweka mkono juu yake, nikaanza kumwombea. Niliomba, baadaye nilimwona Mungu akamfungua, akaanza kusema, nimekuja hata sijichambui, kama mwili wote nimepigwa, mapigo ya moyo unatoka kama vile nataka kufa. Nikamwambia, Mungu wangu niliye naye ni mkuu kuliko yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli nilimwona alifunguliwa, akaomba na uji, nikakoroga uji nikampa akanywa kama nusu kikombe. Baadaye hapo nilipompa uji akadai maji ya kuoga, nikapasha maji, nikamwambia twende ukaoga. Akasema siwezi, naomba tu nioshe humu ndani. Nilipata beseni kubwa, nikamweka kwenye beseni, nikamuosha huku natamka jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilishangaa Yesu, maji yale huku natamka jina la Yesu, ninavyomimina juu ya kichwa chake. Alishangaa akasema, sijui ni kitu gani kimenitoka mwilini, nimesikia kama vile nimepulizwa upepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye nilipomaliza akawa amekaa kitandani, akasema, kweli kumbe Mungu mnayemwabudu ni wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna kipindi aliugua macho, nikamwambia lete nikuombee. Akasema, wewe siamini kuniombea, nikiugua sana nitaenda kwa mwenezi akaniombee mwenyewe. Kaambia, uniamini? Ipo siku utaniamini mimi, ni Mungu yupo anayemtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu anaona tu watu pale nyumbani wanakuja wanaombewa, wanafunguliwa, anakuwa hamini. Lakini Jumapili alisema, mke wangu nilikuwa nataka kufa, mpaka nikaanza kuwaza mke wangu na mwanangu shuleni, ada sijamaliza kutoa, itakuwaje? Nikaanza kuwaza, lakini Mungu kumbe kweli mnasali. Nikasema, umeamini? Si ulisema siwezi kukuwekea mkono? Leo mwemezi hapa amekuja amekuwekea mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli Mungu nilimuona, alifunguliwa, mpaka sasa ni mzima, anamtukuza Mungu wangu na anasikiliza kila nitakachomwambia. Sasa hivi ananisikiliza, maana ameshaona matendo ya Mungu yaliyotendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tendo la pili, ninamshukuru Mungu, watoto wangu, kulikuwa na watoto watatu walikuwa wanakojoa kitandani, lakini kumbe unaweza kaona kuna vitu nyumbani kwako vinafanyika na mifuniko mbalimbali ya adui. Watoto wamefunikwa, kumbe kulikuwa kuna kitu kilichokuwa kikitafutwa na Mungu aliye hai. Unaweza kaona nina mateso makubwa, walikuwa wanakojoa watoto kitandani watatu. Nikawa nasema nyewe watoto, kwa kweli kama nimeomba nimetosha. Mtu wa Mungu kawaombea yatosha, Mungu atafanya mwenyewe. Kwa kweli namshangaa, vifuniko hivyo vya kukojoa vimefunuliwa na Yesu, wote wamepona, hawakojoi kitandani. Na yule anayesoma darasa la 5 kwenye mtihani wake amefaulu, kashika namba 1. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka kukojoa
kumbe kulikuwa kuna kitu cha Mungu ndani ya yule mtoto. Kwa kweli Mungu ninamrudishia sifa na utukufu na heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamama tusimame katika familia, sisi ndio kila kitu katika familia. Mimi nimeokoka peke yangu pale nyumbani, lakini ninamuona Mungu kwa kiwango cha pekee sana akinitumia katika maisha yangu. Mungu awabariki. Na mtu wa Mungu kijana wa miaka 16, ninamtukuza sana Mungu kwa kumleta Kahama. Alijua shida zetu, alijua matatizo yetu, alijua kila matatizo tuliokuwa nayo, ndio maana Mungu akamleta. Ninamshukuru Mungu kwa maana ni mwema, fadhili zake ni za milele. Amina.